na maneno ya Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, mtu anayekaa na watu wa bid'a salimiki na mambo matatu. Ima aone kwamba mimi la yubali, ajali kwamba mimi hawezi kunipoteza, akaiamini nafsi yake, huenda akapata jambo ambalo litamtelezesha ikawa ni sababu ya kutumbukia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ukiendelea kukaa nao watu wa bid'a hausalimiki kuwa ni mfano wao. Watakupa maneno ambayo wewe unaona mbona hakuna ubaya, lakini nani alikuwa anajua shari ya Kishki? Nani alikuwa anajua shari ya Kishki? Watu walikuwa wanampenda wengi kwa sababu alikuwa ni muhadhiri, mpaka baadhi yao walikuwa wanajua hakuna maulama isipokuwa yeye. Lakini alipokuwa na kujichanganya na maibadhi, hata maansari wakampiga chini maibadhi. Juzi hapa kati amejichanganya, anawasifia watu wa bid'a, watu wa maulidi kwamba hakuna watu kama nyinyi. Kamsifia tena Kishki, kamsifia mufti, akisifia zile juhudi zake za bid'a. Sasa sisi ahli sunna, na anajinasibisha na sunna, mtu kama huyo aliyakuwa anatetea watu wa bid'a, ni kama walau kama fursa zingekuwepo, kuna asnaf za watu, sampuli za watu ambao wanafanyiwa muamala watu wa bid'a. Ni watu wa sunna lakini wanafanyiwa muamala watu wa bid'a, wakifanya baadhi ya mambo. Katika miongoni mwa mambo hayo ni kuwatetea na kuwakingia kifua na kuwasifia watu wa bid'a. Unafanyiwa muamala wa wale watu wa bid'a, kutozungumzishwa wala kushirikiana na wewe katika jambo lolote, kufanywa muqata'a. Kwa hiyo mtu atakikani kuwa na sura mbili. Watu wa sunna unawataka na watu wa bid'a unawataka. Masalafi unawataka, mahizbi unawataka. Salafi shanuhu athabati ala sunna, athabati ala din. Jambo la salafi ni kuthibiti, jambo la mtu wa sunna ni kuthibiti katika sunna yake. Hii ndio inatakana. Kwa hiyo ni wajib, yajibu ala aljami' athabatu ala alhaq. Ni wajibu kwa watu wote ni kuthibiti katika haki. Fala yahidu anhu bi ayi wajhin min alwujuh, mtu asipinde kuiacha haki kwa sura yoyote. Athabatu ala alhaq fi kulli zamanin wa makan, muislamu anatakana athibiti katika haki katika kila zama na sehemu. La tatruki alhaqa li ajli an-nas, usiache haki kwa ajili ya watu. Usiache haki kwa ajili ya watu. Watu wanaoacha haki kwa ajili ya watu ni watu wa bid'a. Yani kama walivyosifia maulama, watu wa bid'a yaturukuna alhaqa li ajli an-nas, wanaiacha haki kwa sababu ya kauli za watu, wanaiacha haki kwa sababu ya watu fulani. Lakini ahli sunna wanawaacha watu kwa ajili ya haki. Ahli sunna wanaacha watu kwa ajili ya nini? Ya haki. Hawaiachi haki kwa sababu ya watu, na hapa ndipo tutofautiana. Akiambiwa watu wakiambiwa kwamba fulani huyu kaiacha njia ya sawa, yeye kwa sababu anampenda shekhe yule anaona amedhulumiwa. Huyu kaiacha haki, kampenda nani? Kampenda shekhe, hakuipenda haki. Wewe unatakana, ndio maana wanasema machuoni kwamba alhaqu yuzanu, haki inapimwa kwa watu, watu wanapimwa juu ya haki, bali haki haipimi juu ya nani? Ya watu. Kwamba wewe usimuone mtu fulani shakli yake ukampa haki, bali watu ndio anapimwa na haki. Wewe unasemaje kwenye jambo hili? Hata salafu salih rahimahumullah ta'ala, ukisoma historia yao utaona kwamba walipokuwa wakifunga safari labda mji fulani, wanatoka kuelekea mji fulani kwenda kusoma, labda kutafuta ilmu, kitu cha kwanza walikuwa wanauliza nini? Wako wapi wanachuoni? Mashekhe, kuna shekhe fulani kule wanasoma. Kabla hajaenda anauliza, hivi yule watu wake ni wakina nani? Wale watu wake wale ni qadaria, ni watu wanaoamini, wanaoipinga qadar. Au watu wake wale ni makhawarij, watu wake ni watu wa hivi na hivi. Basi wanajua kwamba huyu na yeye ni katika wao. Kwa sababu gani? Ametangamana nao. Hawakusema kwamba fulani kumbe yule ni shekhe mkubwa sana, anafanya kadha na kadha, bali wengine mpaka walikuwa kifika wanawapima maneno yao, anayeyazungumza wanayapima kwenye misingi.
Lakini sisi huwezi kuyapima hayo kama una ilmu. Sawa, huwezi kuyapima kama huyu mtu yuko kwenye haki kama una nini? Mpaka usome. Huwezi kujua huyu amepinda mpaka usome. Utaweza kuona anadhulumiwa. Lakini kapinda kwenye jambo gani? Tunarejesha kwenye msingi wa pili ambao jambo la pili ambalo tumesema katika miongoni mambo maalum ya manhaji hii, unamrejesha kumpima maneno yake aliyesema kwenye Qur'ani na nini? Na Sunna. Je, salafu salih ambao ni masahaba wa mtume wameliishi vipi na hili jambo? Linasemwaje? Kwa sababu hao masahaba wao ndio wameipokea Qur'an na mafundisho ya mtume, wanaielewa zaidi hii dini kuliko yoyote. Sasa watu watapimwa kulingamana, watapimwa katika msingi wa haki. Kwa hiyo utakikani kuiacha haki kwa sababu ya watu fulani, na wala haki haibadilika kulingamana na zama na wakati au sehemu ambayo uko nayo. Huwezi kusema mimi kwa sababu niko hapa markaz, mimi salafi, mimi nashikamana Sunna, lakini ukihama ukaelekea mtaa mwingine, wewe wako kama wale, bado wewe hujawa na mfumo na njia na misingi ya hii dawa.